Ibada yetu ya leo inafanyika katika kanisa la KKKT Usharika wa Toero. Kanisa hili ni kanisa la kwanza kabisa la Kiinjili ya Kilutheri Tanzania kwa mkoa wa Morogoro. Kanisa hili lina historia kubwa, kwani ndio kanisa liloanzisha uinjilishaji na kumtangaza Kristo katika mkoa wetu wa Morogoro, hasa kwa kanisa la KKKT. Leo ibada yetu imepata baraka ya kuongozwa na askofu, akiwa na msaidizi wa askofu pamoja na chaplain wa kanisa kuu na wachungaji wengine mbalimbali. Karibuni sana katika ibada yetu ya shukrani kwa msaidizi wa askofu na wote kwa pamoja. Asante sana. Nichukue nafasi hii niwakaribisheni katika ibada hii takatifu ya siku ya Bwana ya sita kabla ya Pasaka. Mahali hapa ni mahali pa kihistoria sana katika dayosisi yetu ya Morogoro. Ndio kituo cha kwanza cha wamisionari waliokuja hapa na kufungua senta hii tarehe 3 Oktoba mwaka 1913. Wamisionari wa kwanza Karl Hauson ndio alikuwepo hapa, mtumishi wa kwanza. Kwa hiyo karibuni sana, tuianze ibada hii katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Na sasa msaidizi wa askofu atasoma somo la Zaburi. Karibu. Zaburi ile ya 139 kuanzia mstari wa 11. Zaburi 139 kuanzia ile aya ya 11 mpaka 16. Naomba tusome kwa kupokezana. Kama nikisema hakika giza itanifunika na nuru inizungukayo ingekuwa usiku. Giza nalo halikufichi kitu, bali usiku huangaza kama mchana. Giza na mwanga kwako ni sawasawa. Maana wewe ndiwe uliyeniumba mtima wangu, uliniunga tumboni mwa mama yangu. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu, na nafsi yangu yajua sana. Mifupa yangu isitirika kwako, nilipoumbwa kwa siri, nilipoumbwa kwa ustadi pande zote chini za nchi. Macho yako yaliniona kabla sijakamilika, chooni mwako ziliandikwa zote pia, siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado. Amen.
Mwenzangu, uwache ya dunia urudi, sikia sauti yake Bwana yaita kwa upole, urudi tena yakulilia. Mwenzangu, uwache ya dunia urudi. Ukikubali leo utaoshwa, utakuwa safi kwa Mwokozi. Japo dhambi zako ni nyekundu, zitakuwa safi kama theluji. Ukikubali leo utaoshwa, utakuwa safi kwa dhambi zako ni nyekundu, zitakuwa safi kama theluji. Sauti ndiyo neno la Mungu tunalolisikia daima, wanaosikitika mbinguni kwa kutoisikia sauti. Sauti ndiyo neno la Mungu tunalolisikia daima, wanaosikitika mbinguni kwa kutoisikia sauti. Ukikubali leo utaoshwa, utakuwa safi kwa Mwokozi. Japo dhambi zako ni nyekundu, zitakuwa safi kama theluji. Ukikubali leo utaoshwa, utakuwa safi kwa theluji. Japo dhambi zako ni nyekundu, zitakuwa safi kama theluji. Usiku waisha, ni karibu mwenzangu, tutafika pale paraha. Yewe mlinzi wa mji wa Sayuni, je, watambua usiku waisha? Ni karibu mwenzangu, tutafika pale paraha. Tujipeni moyo, japo twasumbuka, jemedari
umetushindia. Pepo zinavuma na meli yetu sasa inayumba, lakini tusihofu, tunaye nahodha ndiye Yesu. Pepo kali sasa zinavuma na meli yetu sasa inayumba, lakini tusihofu, tunaye nahodha ni Yesu. Akili ili tukujue wewe, mioyo ili tukupende wewe, na sauti ili tuimbe sifa zako. Kwa kuomba tujaze na Roho wako Mtakatifu ili tuweze kuadhimisha utukufu wako na kuabudu katika roho na kweli, kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Fungue vitabu vyetu ule ukurasa 250 na wale wengine wafungue ukurasa 332. Bwana Mungu wetu yupo hapa, yupo pamoja nasi. Tumsujudie na tumche na tumsikie jinsi anavyotufundisha katika neno lake akisema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote na kwa roho yako yote. Mpende na jirani yako kama nafsi yako. Msaada wetu katika jina la Bwana. Katika Bwana, tukisema hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe na kweli haimo mwetu, lakini Mungu wetu ni mwaminifu. Basi na tufungue masikio yetu ya kimwili na ya kiroho pia, ili tumuangamie Mungu dhambi zetu tulizomkosea tukiwa tumesimama. Kiti cha
somo hili likiwa ni la kweli, na mkitaka kwa moyo wote msamaha wa dhambi kwa ajili yake Yesu Kristo, basi kwa nguvu ya neno lake na kwa agizo la Bwana wetu Yesu Kristo, ninawatangazia kuwa Mungu kwa neema yake ametusamehe dhambi zetu zote. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Mungu amen. Ibada inaendelea na sauti unazosikia ni ndani ya kanisa la Usharika wa Towero. Ibada inaendelea. Kristo, tuungane sisi na Wakristo wote ulimwenguni tukiri ile imani ya mitume tukisema: namwamini Mungu Baba Mwenyezi, Mungu wa mbingu na nchi, namwamini Yesu Kristo mwana wake wa pekee, Bwana wetu, aliyechukuliwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na Mariamu, akateswa zamani za Poncio Pilato, akasulubiwa, akafa, akazikwa, akashuka kuzimu, siku ya tatu akafufuka kutoka kwa wafu, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Kutoka huko atakuja kuwahukumu walio hai na wafu. Namwamini Roho Mtakatifu, kanisa takatifu la Kikristo, lililo moja tu, ushirika wa watakatifu, ondoleo la dhambi, ufufuo wa mwili na uzima wa milele. Amen. Katika kanisa hili la kihistoria kwa kweli, sisi tuliokuwa vijana sana, tunapopokea kijiti hiki, tunakuja mahali hapa, kwa kweli tunamshukuru Mungu sana. Shukuru Mungu sana. Lakini pia nimpongeze sana msaidizi wa askofu Mchungaji Peter Makala. Naamini kama yeye asingeanzisha jambo hili la baraka, kusanyiko hili singalikuwepo. Lingekuwepo ratiba yetu ya kuja kutembelea huku kama usharika mama, lakini kutukusanya kama tulivyo hivi, kwa kweli ni jambo la baraka. Hongera sana. Mimi kama kuna watu ambao wamenifurahisha, wao wamenifurahisha. Najua kuna watu wengine wakifika huko mjini wanaona wao wamezaliwa mjini, jambo ambalo ni baya sana. Mtu anayesahau kwao alikozaliwa, kwenu mlikozaliwa, lakini wameonyesha heshima kwamba wewe umezaliwa katika milima hii, haikujalishi kwamba uko wapi, nyumbani kwenu ni nyumbani kwenu, na wao umeleta heshima kubwa sana. Lakini wapongeze wale wote ambao ni mara yao ya kwanza kukanyaga huku. Mmepata nafasi nyingine pia. Unajua leo umeongeza historia ya maisha, kwamba unajua wakati fulani, muda mwingine unataka mambo ya kuelezea wajukuu zetu, kwamba unajua mwaka fulani nilipanda kule Towero. Hebu andika hii tarehe ya leo, kwamba siku moja naona muhadisia mjukuu wako kwamba nilipanda kule, sio Towero tu, anaitwa Sherezieni. Nilipanda Sherezieni, huku ndiko ulikopanda. Ni jambo la historia sana. Ndugu zangu, historia hii ni kubwa kwa kanisa letu la Kiinjili la Kiluteri Tanzania. Hapa Sherezieni ni mahali pana historia ya kwake. Historia ya kwake kwa sababu wamisionari walipokuja ile miaka ya 1913, hapa ndipo walipoweka kituo chao cha kwanza mahali hapa. Na mimi nilikuwa najiuliza kwamba hivi hao wamisionari leo hii, wachungaji wangu nikiwatuma muda mwingine nasema mimi niende huko nikafanye nini mbali huko. Wamisionari, hebu tujiulize, mwaka 1913 sidhani kama kulikuwa na ndege. Walikuja na majahazi, upepo.
ndio unawasukuma, inakoelekea ni huko huko. Lakini cha ajabu, wameacha huko kote, wamekuja kukaa hapa mlimani, wametii sauti ya Yesu. Yesu alituagiza sema, enendeni ulimwenguni kote mkahubiri Injili. Hawa wengine walikufa na malaria, walikufa na magonjwa mbalimbali. Wamisionari wa kwanza walipata kazi kubwa, lakini kilichowafanya walitii sauti ya nani? Ya Yesu. Yesu amewatuma na wamekwenda. Miaka hii na karne hii imekuwa ni changamoto. Mchungaji ukimtoa mjini kumpeleka kijijini, anakuja juu. Mdogo wangu cha moto anakiona hapa. Maana wanakuja, "Kwa nini umenihamisha? Mimi naenda kijijini." Kwani Yesu alituagiza tuende wapi? Na juzi nilikuwa na watani hivi, nikisema sasa nachukua mchungaji nampeleka Ujerumani, nafikiri atakataa, atasema mimi siendi. Kumbe huko anapenda kwenda, lakini wenzetu walikuja walifyeka mbuga. Na hii ni ishara kwamba kazi ya Injili ni ya mahali popote. Haijalishi wamewacha wazazi wao, wamekubali, wamejitoa sadaka, wamekubali kufa, lakini Yesu ahubiriwe. Sasa nilipokuwa nasoma somo hili nilikuwa najiuliza, hivi tunayajua majaribu? Unajua jaribu likimtokea mwingine ni rahisi kulieleza. Kuna mtu mmoja kule Mbeya alikuwa mwepesi kweli kuwafariji wenzake wakipata misiba. Mwepesi kweli kweli. Hiyo ni kazi ya Mungu hiyo. Wewe jipe moyo tu, Mungu atakushindia. Sawa. Siku yeye kapatwa msiba wa mke wake. Ndugu yangu pole, Mungu atakusaidia. Wewe hujajua uchungu wa kufiwa. Kumbe jambo haya mazuri yako kule, na hata mabaya unayotenda mazuri unamtendea mwenzako kule, yakikugusa ndio utajua uchungu wake. Kuna watu hawajajua majaribu, wanajua kuelezea majaribu, hawajajua uchungu wa jaribu. Na ukitaka uone uchungu wa jaribu, ngoja likuguse, ndio utajua maana ya kujaribiwa. Sasa hawa vijana watatu walikuwa ni waamini kweli kweli, ni watu wenye imani kwa Mungu. Wanamwamini Mungu sio kidogo, sio kwa kubahatisha. Walikuwa na jeuri kusimama kwa kiongozi wa nchi, mfalme. Hawa sio kitu kidogo. Huyu Shadrach, Meshach na Abednego wakasimama imara. Imani yao mbele ya mfalme Nebukadreza wa pili ndipo aliposimama. Na mfalme aliwapa masharti, aliwaamuru na lazima wafanye. Lakini wakasema kama kutua wewe tuue, lakini sisi hatutafanya nini? Hatutafanya. Mfalme aliweka sanamu zuri kubwa la dhahabu na kuwaamuru, haya nendeni pale mkaisujudie. Sasa kiongozi amesema nendeni mkaisujudie, kuna mtu atakaibisha? Majeshi yapo huko yanamlinda. Nendeni. Nataka nione mtu atakayebaki. Nendeni mkaabudu hiyo sanamu. Nendeni mkaisujudie. Hao vijana waambia mfalme Nebukadreza, pamoja na ufalme wako sisi hatuko tayari. Chochote fanya, lakini hatuko tayari. Hii inahitaji imani. Sio jambo dogo. Jambo dogo, jambo kubwa, imani. Wewe chochote fanya, lakini sisi hatutafanya. Wao walichofanya, wakasema sisi tutamtii Mungu kuliko mwanadamu. Tutamtii Mungu kuliko mwanadamu. Na kwa sababu hiyo tanuru la moto liliwashwa mara 7. Tena inasema liliasha isipokuwa kawaida mara 7. Lengo kuhakikisha kwamba waangamizwe. Kile cha ajabu, mtu anapelekwa kwenye tanuru la moto, yani ana furaha, huwezi kuamini. Ndio ile anasema kuishi ni Kristo na kufa ni nini? Ni faida. Yani mtu ana ujasiri, ana furaha, anasema Bwana, hilo ulioliamuru leo kwetu ni jambo la baraka sana. Asante Mungu, tunakwenda. Kusimama kwa ajili ya Mungu hakumaanishi hautapita kwenye moto. Wakati mwingine moto huwaka zaidi kwa sababu tu umeamua kuwa mwaminifu. Na watu waaminifu ndio wanapita kwenye majaribu.
Yaani kama shetani anakuburuza tu anavyotaka wewe anakwenda, wala huwezi kupata majaribu. Lakini mtu mwaminifu ndio huyo anapachikiwa jaribu zito tip. Alafu hilo jaribu likupime imani, unayumba au huyumbi. Lakini neno la Mungu linatuhakishia katika kitabu cha Isaya 43 mstari wa 2 kwamba utakapopita katika moto hautateketea. Kumbe binadamu atapita kwenye majaribu, atapita kwenye magumu, atapita, lakini Biblia inasema hatateketea. Na ile ndio jambo kubwa. Bali inasema hautateketea. Hii ina maana kuwa Mungu huruhusu kupita, lakini Mungu haruhusu kuangamia kwa mwanadamu. Na ndio maana Ayubu, Mungu anasema, anamwambia shetani, umemwangalia mtu wangu Ayubu? Asema yeye, nimemwangalia. Asema yeye, wewe pita, lakini roho yake. Mungu atakupitisha lakini hautaangamia. Atakupitisha kwenye mapito magumu lakini hautaangamia. Kuna watu wamepita kwenye magumu, lakini bado wamesimama na nani? Na Mungu. Biblia inasema walifungwa mikono na miguu kabla ya kutupwa ndani ya tanuru. Na hii ni picha ya maisha yetu tunapofungwa na hali ngumu. Wengine wamefungwa na madeni. Kuna watu wana madeni kila kona. Kila ukipita mpaka unajificha. Na mimi ninawaambiaga hawa, kila siku wananicheka hawa ofisini. Ninawaambia mtu asiyedaiwa duniani sio mstaarabu. Yaani kama huna madeni wewe sio? Wastaarabu wote duniani wana madeni. Hao ndio wastaarabu hao. Lakini ili ustaarabu wako ukamilike ni lazima ulipe madeni ya nani? Ya watu. Huo ndio ustaarabu. Kwa hiyo usione kwamba watu wana miradi makubwa ukasema kwamba ni mali zao. Wana makampuni makubwa ukasema ni mali yao. Hawa watu wanadaiwa, lakini kinachowafanya waaminike, wanalipa madeni ya watu. Na huu ndio ustaarabu. Mahali popote utapita kifua mbele, kwa sababu tu unalipa madeni. Sasa kuna madeni ambayo unasababishwa. Mtu ana deni, anaenda kuchukua deni kubwa. Ukimuuliza na nini? Ana sherehe ya mwanae, wanacheza ngoma ya mdundiko. Mwanae tu anamtoa ngoma, anaenda benki kwenda kukopa. Na benki anadanganya, anaweka lahani nyumba yake, ndio kaweka pale. Siku zimefika kulipa deni, anakimbia. Nyumba inakuja kuuzwa. Kuna shida kwenye kichwa, unahitajika upimwe, sio bure. Lakini wengine ni magonjwa. Wanapita katika vifungo vya ugonjwa mpaka watu wanakupa hata na majina. Asema ugonjwa huo sijui kama huyo atapona kesho. Yaani hata wakisikia asema hata mimi jana nilipoenda hali yake ilikuwa mbaya sana. Kumbe mtu hajafa, lakini tayari watu washakusemea magonjwa. Kuna watu wanapita kwenye magonjwa. Yesu anatupa neno hili zuri tena gumu kwamba utapita kwenye mapito lakini hautateketea, hautauangamia. Ndugu zangu, wengine wana hofu, wengine migogoro wa familia. Familia ni matatizo, kila ukikaa ni maumivu, yaani ni shida. Najua mimi muda mwingine naangaliaga hata kwa Wakristo tukikaa kwenye nyumba za ibada, yaani ukiangalia wote wanakwenda mbinguni siku hiyo. Lakini kuna Wakristo makatili. Hujawahi kuona. Wengine ni wanawake. Kwa bahati mbaya mwanamke akiwa katili akimpiga mwanamume, mwanamume hasemi. Yaani mwanamume akipigwa akifika nje hapo, anajikaza hapo. Lakini kuna wanaume ndani wanapigwa kweli kweli, lakini mwiko kusema. Utasemaje kwa wanaume wenzako, mke wangu jana kanipiga? Ngumu. Ni aibu, si ndio? Lakini mguse mama. Utasikia dunia yote inaruka. Jamani, ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu watu wamefikia mahali wako mbali na Mungu. Majaribu yakipita ngumu sana. Jana nilikuwa naangalia kwenye Facebook, niliogopa.
mtu mke wake tena amemkuta kwenye chumba chake cha ndoa kabisa, akamkuta na mume mwingine. Alipomkuta yule bwana, alipoingia alionyesha ustaarabu kweli kweli. Jaribu limemkuta. Alichofanya, akamwambia mke wake inuka, akaanza kutandika kitanda vizuri. Mama anapiga magoti huko anaomba radhi, baba hana hata habari. Sio kazi ndogo, sio kazi ndogo. Jaribu likikukuta, ndio maana nikasema jaribu likiwa mbali huwezi ukaliona, ngoja likukute. Unatamani mwingine angechukua hata bunduki anaenda kuua, lakini huyu jamaa alionyesha ujasiri mkubwa sana kwamba hapana. Alafu anasema, anambadilishia jina la ajabu sana pale. Sasa baby, naomba unisamehe. Baby ameisha. Anatamka maneno yote, anambia mimi nimekusamehe, endelea. Ukristo huu acheni. Kristo ni gharama sana. Ndugu zangu, Mungu anataka kutukumbusha jambo la msingi, lakini jambo la ajabu ni kwamba walipoingia motoni, vifungo vyao viliteketea, si wao. Wao hawakuungua. Moto uliunguza kamba, zote ziliteketea, lakini haukuchoma miili yao. Hilo ndio jambo kubwa. Ndio maana Mungu anasema ujapopita katika moto, mwali wa moto hautafanya nini? Hautakuunguza. Mkristo anapita katika magumu, lakini Mungu bado yuko pamoja nawe. Ndio maana Mungu anasema usiogope, maana mimi ni pamoja nawe. Shida yetu tunamshika Mungu nusu-nusu. Mimi nataka nikwambie, ukimshika Mungu nusu-nusu una taabu katika maisha. Kuna Wakristo wamemshika Mungu nusu-nusu. Wanajiita Wakristo lakini wana nusu-nusu. Wewe ngoja mtu asema jamani, hebu tukaguane hapa, tutoke hapa. Kila mtu atoke, tuangalie vingine tulivyovivaa. Kuna vitu vya ajabu watu wamevaa vya ajabu sana. Ukimuuliza asema huu ndio ulinzi wangu. Una ulinzi wako mwingine zaidi ya Mungu? Biblia inasema ole wake mwanadamu anayemtegemea binadamu wenzake kwa nini? Kinga. Ndugu zangu, nataka niwaambie, Meshaki, Shadraka na Abednego wanatufundisha jambo kubwa katika maisha kama Wakristo, kwamba pamoja tunapita katika magumu, lakini Mungu anatuhakikisha hatutateketea. Hapa tunaona kanuni ya kiroho kwamba jaribu linaweza kuwa chombo cha Mungu cha kuondoa vifungo, kama ilivyoandikwa katika waraka wa Yakobo 1 mstari wa 2 na wa 4 hadi wa 4. Majaribu huzalisha saburi na kukamilisha mtu kiroho. Pia waraka wa kwanza wa Petro 1:6 na 7 inasema imani hujaribiwa kama dhahabu katika moto, ili ionekane kuwa ya thamani. Hivyo moto hauji kukuangamiza, bali kusafisha na kukuimarisha katika imani. Bwana asifiwe sana. Najua mnafika mahali nasema jamani, tena hapa mimi nimekata tamaa. Yesu alikuwa katika kipindi kigumu mno. Siku 40 hizi tunazokwenda nazo za njaa hazikuwa kazi ndogo, kazi ngumu, njaa. Alafu Ibilisi kasubiri akiwa katika hali ya njaa kabisa, asema ikiwa mwana wa Mungu geuza jiwe hili liwe mkate. Na alijua mtu akiwa na njaa hitaji lake la kwanza ni nini? Chakula. Kwani unafikiri kuna watu wengine walianguka katika dhambi kwa sababu nini? Njaa. Kuna njaa nyingi. Unaweza kaa njaa, una kiu ya fedha, ukamwona mwenzako kakaa na hela yake unadokoa. Mwisho unakatwa mkono, unapigwa, unakufa, unasema ningejua. Neno ningejua linakuja baadaye. Lakini kiu za kutamani vitu vya watu, kiu za kutamani vitu ambavyo huna uwezo navyo ni hatari sana katika maisha. Kuna watu wanatamani vikubwa kuliko uwezo wao. Jambo hili ni gumu sana. Sasa Ibilisi anamjia Yesu ampe chakula, anasema no, imeandikwa mtu ataishi kwa mkate. Leo kuna watu wanaingia katika dhambi sio kwamba wametaka, wameingia kwa sababu ya magumu waliokuwa nayo. Hakuna kitu kibaya kama dhambi. Dhambi, njaa ikikusukuma unaingia kwenye mahali magumu sana. Kwa hiyo ndugu zangu, somo hili linataka kutukumbusha ya kwamba majaribu, kila mtu atapita katika majaribu, lakini jaribu linapokuja haina maana kwamba Mungu ametuacha. Mungu yuko pamoja nasi, lakini Mungu anaandaa chombo
cha kuimarisha na kusafisha imani yetu. Hivyo unapopita katika magumu, naomba usiseme kwamba Mungu ameniacha, bali ona Mungu anakupitisha katika jambo gumu sana. Katika sehemu hii inayofuata, jambo la kushangaza zaidi, mfalme alitazama ndani ya tanuru na kuona watu 4 badala ya wangapi? Ya 3. Kwenye tanuru walitupwa 3, lakini kila akichungulia anaona kuna watu wangapi? 4. Huyu 4 ametoka wapi? Yesu anasema, ninyi mkikaa ndani yenu nami ndani yenu. Walikwenda Abednego, Shadraka na Meshaki ndani ya tanuri. Hawakwenda peke yao, walikwenda na Mungu. Ndugu yangu, ukishikamana na Mungu, watu wengine wanakwambia hili ni Mungu, na wengine watakupa majina magumu sana, lakini nataka nikwambie, shikamana na Yesu. Huko uchawi sijui nini vikija havitakugusa, kwa sababu aliyoko ndani ana nguvu kuliko huo uchawi ambao mwanadamu anaufanya. Kwa hiyo ndugu zangu, nataka niwaambie, watu wanapita katika magumu, lakini Mungu hajatuacha. Mungu anaendelea kukaa pamoja na sisi. Kaa pamoja na sisi. Na Biblia hii inataka kutufundisha kuwa Mungu hakuwaacha peke yao. Mungu hakuokoa kwa kuwazuia wasiingie motoni. Aliruhusu waingie motoni. Angeweza kuzuia huku nje, lakini bali alitaka waingie pamoja na yeye. Na yeye Mungu akaingia pamoja nao. Akina Meshaki, mfalme anasema, nimewakomoa. Watesi wako wanafikiri mahali wamekukomoa, lakini nakwambia walio ndani ya Yesu, Mungu atapita pamoja nao. Hata kama jaribu liwe la namna gani, Mungu hataweza kukuacha. Hata leo Mungu yupo mahali hapa. Kama Zaburi inavyosema katika kitabu cha Zaburi 34:19, mateso ya wenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya nayo yote. Si baadhi, bali yote. Pia Zaburi ya 66:12 inasema, tulipita moto na maji, lakini ukatutoa mahali penye kuburudisha. Hivyo baada ya moto kuna pumziko, baada ya majaribu kuna faraja. Na hilo Mungu ndio anataka kila kanisa, kila muumini ajue. Ukipita ndani ya majaribu, ukishinda, lazima Mungu akuburudishe. Na burudisho hili ndilo Mungu ameliandaa pale mbinguni. Yaani tena wakati nyoka anatupwa huku duniani, anasema, nyinyi ole wenu mlioko wapi? Duniani. Maana mshitaki wenu amefanya nini? Ametupwa. Tena anaunguruma kama simba akitafuta mtu wa kufanya nini? Wa kummeza. Sasa kama tumepewa hiyo ole hapa duniani, tukikaa kihasara, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Mungu atatuacha. Tukiwa na Mungu, tutaingia pale mbinguni. Kakangu Edward Omali anakumbuka pambio moja tulikuwa tunaliimba tukiwa ndani ya Yesu. Niko ndani ya Yesu naburudika. Niko ndani ya Yesu naburudika. Niko ndani ya Yesu Ukiwa duniani huwezi kuburudika hapa. Utaburudika ukifika wapi? Kule mbinguni. Maana huku ukifika mahali nasema, metokea hiki. Majaribu ni mengi. Kuna watu wako magerezani leo wamelala. Wako magerezani. Sio kwamba ni wakosaji. Wameingizwa. Kuna watu wamekunenea magumu sana. Nataka nikwambie, Mungu yupo, anasimama pamoja nawe. Kuna watu wameumwa kwa muda mrefu. Mungu yuko. Ndoa yako imeteseka kwa muda mrefu. Umeingia kwenye maumivu kwa muda mrefu. Lakini nataka nikwambie, yuko Yesu. Na huyu Yesu akikaa ndani, yeye anatuwezesha. Na anaweza. Neno la Mungu linatuhakisha wazi katika waraka wa kwanza kwa Wakorinto sura ya 10:13 kwamba Mungu ni mwaminifu, hata acha tujaribiwe kupita uwezo wetu, bali atafanya pamoja na jaribu na mlango wa kutokea. Hii ndio msingi wa kichwa cha leo. Hakuna jaribu lisilo na mlango wa kutoka. Hakuna hali isiyo na mwisho mbele ya Mungu. Ndugu zangu, utapita katika magumu, lakini bado Mungu atakushika kwa mkono. Hautateketea wala hautaangamia. Leo unajua muda mwingine nikiangalia hii mitandao inatuambia mambo magumu sana. Hawa ukiwauliza wazee wetu wa zamani hawa, yani
huwa hawakatagi tamaa. Lakini leo kwenye mtandao unakuta natafuta mume anioe. Mshawahi kuona hayo natafuta mume yaani unajikatia tamaa kabisa. Ujitangaze hivyo? Hapana. Mungu ni mwaminifu. Tena Mungu anatupa nafasi nzuri. Anasema niite nami nitakuita. Hivi tumeacha jamani kumuita Mungu. Unajua shida yetu, tuna imani kidogo. Sasa imani kidogo hii ndio inatusumbua. Mungu hajakukatia tamaa, wewe mwenyewe umejikatia nini? Tamaa. Hawa walipoingia kwenye tundu wangesema sasa tumekufa. Lakini wakasema tunajua ya kuwa mtetezi wangu yu hai. Wanainuka, mfalme anashangaa, watu wanatoka. Mtume Paulo anatupa jambo hili la baraka sana. Anasema katika Warumi 8:35 hadi 37 kwamba dhiki, shida, mateso au hatari haviwezi kututenga na upendo wa nani? Wa Kristo. Na katika mambo yote sisi ni zaidi ya washindi. Hili neno zuri sana. Sisi ni zaidi ya nini? Ya washindi. Maana yake ni nini? Maana yake Mkristo hana haja ya kukata tamaa. Mungu ndiye mshindi, atatushindia. Kwa nini uogope? Tujifunze jambo hili kwa Meshaki, Abednego na Shadraka. Ni washindi kwa sababu ushindi wao unatokana na nani? Na Yesu. Vijana hawa Meshaki, Shadraka, Abednego walipotolewa motoni hawakuwa hata na harufu ya moto juu yao. Hata ukiwanusa wananuka perfume tu. Safi. Kumbe huyu Yesu alikuwa Bwana wao. Huu ulikuwa ni ushindi kamili. Mungu hakuwasaidia nusu, bali aliwaokoa kikamilifu. Hivi mshawahi kusikia jisaidie na Mungu atafanya nini? Umesikia wapi maneno haya? Jisaidie. Hakuna Biblia inayosema jisaidie. Mungu hakusema jisaidie. Mungu anakusaidia yeye, sio wewe. Hauna nguvu yoyote ya kumsaidia yeye. Mungu anafanya mwenyewe. Hawa wanadamu nao wategemea hawatafanya chochote. Anayefanya ni Mungu, na Mungu akiamua jambo litokee anafanya. Aliwaokoa kwa ukamilifu. Kama ilivyoandikwa katika waraka wa pili kwa Wakorinto 4:8 hadi 9. Tunasongwa lakini hatusongwi kabisa. Twaona shaka lakini hatukati tamaa. Twaudhiwa lakini hatuachwi. Twaangushwa lakini hatuangamizwi. Huu ilikawa neno la ushindi hili. Mungu hajachuacha. Na mimi ninapenda ule wimbo Mungu yuko. Hebu tuimbe funga. Mungu yuko hapa, tumsujudie, tuje tukamtumikie. Yu pamoja nasi, nyamazeni wote, tumlalamikie mponya. Wanaolitaja jina lake njoni, tumpeni sadaka. Mungu yuko hapa. Leo hii tunapokumbuka jambo hili la baraka sana, jambo ambalo Mungu la kutetea watoto wake waliopita katika majaribu ya moto, majaribu ya tanuru. Nataka nikwambie leo hii huenda na wewe unapita katika tanuru lako binafsi. Inawezekana liko tanuru ambalo linakuliza, tanuru ambalo limekukatisha tamaa, tanuru ambalo linakufanya usione mbele, tanuru ambalo linakufanya kila unaona huna muda wa kuishi duniani. Inawezekana unapita katika mapito haya,
lakini nakwambia katika jina la Yesu, Mungu yuko pamoja nawe. Yupo. Iwe katika ugonjwa, iwe katika ndoa, changamoto za ndoa, iwe matatizo ya kifedha au mashambulizi ya kiroho, haijalishi. Nataka nikwambie Mungu yuko pamoja nawe, hata kuacha. Hawezi kukuacha Mungu. Na watakushangaa kwamba unapita. Vijana wana maneno ya mtaani sio mazuri sana. Wanasema unadunda, unapita kwa kishindo, kwamba Mungu amekutetea. Mungu huyu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu. Nikusihi mtu wa Mungu ulioko katika ibada hii, katika hilo unalopita, katika tanuru unalopita, nataka nikwambie Mungu hajakuacha. Mungu hajakuacha. Usije ukakata tamaa alafu kasema mimi Mungu ameniacha. Lakini nikusihi mtu wa Mungu, simama pamoja na Mungu katika maisha, ukikumbuka ahadi ya Mungu kama alivyosema mwenyewe katika kitabu cha Kutoka 13:14 na ule mstari wa 14. Simama uone wokovu wa Bwana, maana Bwana atakupigania. Unajua ukipita kwenye magumu unafikiri uko peke yako, ambia Bwana atakupigania. Ndugu zangu, nimalizie. Katika Yesu Kristo kila jaribu lina mlango wa kutoka. Moto unaweza kuwaka, lakini ni ya mapenzi ya Mungu. Jaribu linaweza kuja, haina maana kwamba huwezi kupata majaribu, lakini halina neno la mwisho kwako kukuzidi, maana liko neno la ushindi. Mungu ana neno la mwisho. Neno lake ni wokovu na ushindi na utukufu. Hilo ndio kubwa ambalo Mungu anataka kutukumbusha sisi tulishuhudie, ya kwamba basi sasa ni wasihi kila Mkristo ambaye anapata neema hii ya kusikia ujumbe huu na magumu unayopita katika maisha yako, naomba sikia lile neno Musa aliyowaambia wana wa Israeli alipokuwa anawaambia Musa, simamisha nyoka wa nini? Wa shaba. Kuna vinyoka vitakuuma vingi sana, lakini kila atakayemwangalia nyoka wa shaba atafanya nini? Ataishi. Mungu amemsimamisha Yesu. Tumwangalie Yesu. Uko ushindi katika imani yetu. Usikate tamaa, usirudi nyuma, kwa maana katika Yesu kila jaribu linalo mlango wa kutoka. Amen. Amen. Yetu Dr. George Pindua kwa ajili ya ujumbe neno la Mungu ambao tumelisikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Msikio na alisikie neno la Mungu ambao Roho anambia kanisa. Amen. Wakati huu niombe wakati niwe wako daima, iwe chemchem ya uzima, niutegemee kwako Bwana, niongoze bandarini, niwe wako daima. Nikiwa na takatifu, nikisifu Mungu juu. Nikiwa na takatifu, nikisifu Mungu juu. Iwe chemchem ya uzima, niutekeleze kwako Bwana, niongoze bandarini, niwe wako daima. Iwe chemchem ya uzima, niutekeleze kwako Bwana, niongoze bandarini, niwe wako. Sio kuona tu jengo, unaona jengo limechakaa, sivyo?
Mabati ya mvua ikinyesha sana, alikuwa anamwambia chaplain, angalia hapa utaoga. Sasa sio afya kabisa kwamba kanisa la kwanza katika hali, hapana. Kiongozi wangu na mkuu wangu ataongoza, lakini najua nyewe wenye mapenzi mema wote tupate mabati hapa, inawezekana na mambo mengine tulikarabati vizuri, ikiwezekana na milango hii na chombo cha kanisa. Mimi nakuaga mkweli zaidi, kanisa la kwanza, lakini tokeka chombo kinaweza kuanguka, sivyo? Kuna mambo mengi. Kwa hiyo unavuguswa, unasema mimi naleta vikapu vya kumtolea Mungu, mimi naleta labda hii inaitwa stand kama sijakosea, cha kuwekea sadaka. Hata tusema Bwana Mungu wetu yuko hapa, hata mashetani wanakimbia. Sisemi kibaya, hapana, lakini hiki ni cha kihistoria cha zamani, hata kabla sijazaliwa mimi. Nawaambia ukweli, si mtigani. Sasa sijui, lakini niombe tu kwamba lengo na madhumuni, najua wapo wamenisindikiza kwa nguvu, marafiki zangu, lakini sio hao tu, washirika wote tuungane, tuhakikishe tunamjengea Mungu. Tena ili kanisa la kihistoria tulijengi, tunalikarabati ili tusipoteze ule uhalisia wake, ili watu wakija kusali hapa seme hakika hapa ni usharika aliyebatizwa dini Makala. Inapendeza, hata malaika mbinguni wanafurahia. Bwana asifiwe. Umbarikiwe. Baba, kwa heshima kubwa kabisa nikusihi useme na watu wako tena kadri Roho wa Mungu atakavyokuongoza. Nimkaribishe mheshimiwa diwani. Mheshimiwa diwani huyu, hebu niombe uje hapa. Huyu mheshimiwa diwani ameonyesha moyo wa upendo kweli. Katika taifa letu hili kila mtu ana dini yake. Serikali haina dini, lakini watu wake wana dini. Na yeye alipochaguliwa kuwa kiongozi, ni kiongozi wa watu wote, Waislamu, Wakristo na wa dini za asili wote, yeye amekabidhiwa kuongoza. Na hivyo kushiriki kwake kwenye ibada hii maalumu ya msaidizi wa askofu alipokuja kutoa shukrani ya pekee, ameonyesha moyo wa upendo sana sana. Na ndio viongozi tunawataka katika taifa letu. Viongozi kama hawa kula zao huwa hazitafutwi, kwa sababu wao wenyewe wako tayari kuwatumikia watu. Amekuwa tayari kuwa mtumwa, yeye ndio akutumwa. Najua mara nyingine kiongozi anakaa, lakini huyu hakukaa. Maana yake anakubali apewe wajibu wa kutumwa, na wa kumtuma ni sisi. Sasa niombe ninyi muendelee kumpa ushirikiano, na sio ushirikiano tu, kwa sababu na yeye mwenyewe ameonyesha ushirikiano. Mimi kwa niaba ya kanisa ninakushukuru sana. Karibu, kama una neno la kuwasalimia wananchi basi karibu. Wakiwa huko ni wananchi, wakiwa kanisani waumini, na hao wote ni wakwako. Karibu. Pamoja na nyinyi na kuwepo na ugeni huu mkubwa wa baba askofu, na nilipoalikwa tu siku 6 kufika hapa, nikafika kwa haraka sana. Haimaanishi tuwe dini hii na hii, lakini sisi wote ni wamoja na wote tunamjua Mungu. Kwa hiyo mwaliko huu wa baba askofu, nikasema naacha kila kitu, maana madua yenu na baraka zenu ndizo tunaweza kufanya maendeleo katika nchi yetu. Hata rais wetu Mama Samia Hassan Suluhu anaamini sana katika maombi ya dini zote. Tuko wamoja, tunafanya pamoja, tunamshukuru Mungu na tutafanikiwa tukiwa pamoja. Upendo utatujenga. Na ukiwa kiongozi, unakuwa kiongozi wa watu wote, mpaka hata wasiokuwa na dini. Kwa hiyo mimi nawapenda sana na nashukuru sana. Maana hizo ni baraka kwetu, kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Ndugu zangu, naomba nianze kusema maneno haya. Dini, naomba uje. Naomba usimame hapa mbele.
Ninamshukuru sana huyu dini Mchungaji Peter Makala sana. Tunao vijana wengi sana waliozaliwa mahali hapa, lakini inawezekana mchungaji huyu amekuwa mfano mzuri wa kuona kwamba mahali pa kutolea shukrani ya pekee akumbuke hata nyumbani mahali ambapo amebatizwa. Ninakushukuru sana. Huu ni moyo wa uzalendo na Ukristo wa kweli. Kuna watu wengine hata nyumbani hawawezi kwenda kwa sababu tu nyumbani kwao hajajenga. Ana nyumba nzuri Dar es Salaam, ana nyumba nzuri Arusha, ana nyumba nzuri kila mahali, lakini kijijini alikozaliwa hana nyumba kwa hiyo hawezi kuja. Kwa hiyo nitoe wito, hata kama umewekeza wapi, lakini mahali ulipozaliwa tupakumbuke, ni pa heshima sana. Na hii ninampongeza sana mchungaji kwa moyo wa uzalendo na kuheshimu nyumbani ulikotoka. Mara nyingine ninasikitika sana, unakuta mtu anasahau mpaka kwao. Leo sisi tulikuwa tunakuja na njia hii, tunamshukuru mchungaji Makala anatuambia njia ni hii, pita hapa, pita hapa. Mtu mwingine anaenda kijijini kwa hivi, njia hivi, zamani tulikuwa tunapita hapa. Kwenu, yaani nyumbani kwenu hujui hata njia. Ni aibu sana, ni aibu sana. Kwa hiyo niwaombe mahali popote utakapokuwa, lakini tuone umuhimu wa kukumbuka nyumbani. Nikushukuru sana. Basi niombe ukae. Jambo la pili, leo tunafanya ibada hii mahali hapa, mahali ambapo kwa kweli kwa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania Dayosisi ya Morogoro, na sio Dayosisi ya Morogoro tu, karibu makanisa haya ya ukanda wa kusini, wale Wajerumani kutoka Berlin wani ndio walifika maeneo haya, ndio walituletea injili mahali hapa. Tangu kanisa hiki kijengwa, sasa mmeona, nilikuwa namuuliza mchungaji kiongozi, hivi tangu mwaka 1913 hizi bati zilibadilishwa? Zilibadilishwa, si ndio? Baadhi vipande akizi zilizobakia hapa zikabaki zile zile tangu miaka hiyo. Lakini hili kanisa mpaka leo tunanyeshewa na mvua, matundu yameanza kutokea. Hivi kweli tunataka Wajerumani waje tena kutujengea? Jambo hili naomba sana, naliomba sana, kila mtu ahakikishe kwamba kanisa hili la historia linatunzwa, litunzwe vizuri. Lakini pia niwaombe, na hili ni agizo, wazee wa kanisa wote mlioko hapa, ninyi mlioko, hakikisheni ile mipaka yote ya mahali hapa inafahamika vizuri. Mipaka yote ifahamike vizuri. Ninajua kule Ujerumani wana ramani nzima ambayo mchungaji Onyesha alikuja nayo, lakini pia hata hati miliki ya eneo hili ilikuwa kule makao makuu Wuppertal Ujerumani ipo. Hiyo pia tutaiomba, tutafanya juu chini angalau tuipate irudi, tupewe kale kanakala tu, ili kusudi eneo hili lote liendelee kuheshimiwa na kutunzwa, kwa sababu ni eneo la kanisa, lina historia yake. Ninyi mnakumbuka mchungaji Carl Hauson ambaye alikuja mwaka tarehe 3 mwezi wa 10 1913 ndio alijenga hapo eneo hili, si ndio? Na hapo kulikuwa na chuo kizuri. Sasa kile chuo leo hakipo. Alama yetu itakuwa nini? Kumbukumbu yetu itakuwa nini? Mimi niombe sana, katika awamu hii ya 3 tutaweka mtazamo wa hali ya juu mahali hapa ili kuitunza historia ya Toero isipotee. Na nitoe wito kwa wanadayosisi ya Morogoro. Hapa ndio kanisa mama. Leo tulikuwa tunashuhudia mchungaji Makala anasema, bila ya mama kuniweka tumboni mwake nizaliwe nisingekuwepo. Na dayosisi ya Morogoro isingekuwepo kama hili kanisa lisingali kuwepo. Maana wamisionari walifika hapa na baadaye wakashuka, wakaenda mpaka huko Mbeya, huko Bulongwa, kote walipita wakaenda maeneo hayo, lakini asili yake walitoka hapa. Kwa hiyo niwaombe sana, hapa ni mahali pa heshima na mahali pa kupatunza sana. Na nilifurahia sana kongamano la vijana waliosema twende kwa nani?
twendeni mlimani. Nilifurahia sana walipofika na kutunza. Naomba matukio hayo yote yaendelee kupaenzi na kufanya mahali hapa kuwa mahali pa heshima. Lakini agizo langu naomba niendelee kulitoa kwa wazee wa kanisa, mipaka yote ya maeneo haya. Tulituma watu kutoka ardhi waje wakague, watafute kila mahali, lakini kwa kazi kubwa iliyoachwa kwenu. Naomba mtoe ushirikiano wa kutosha ili kuhakikisha kwamba eneo hili linarudi na linatunzwa katika hali yake. Lakini pia kwa sababu leo tumekuja mahali alama, tuweke alama. Alama ya mahali hapa itakuwa ni alama ya kumbukumbu nzuri sana. Unajua mara nyingi ninatolea mfano huu sio mzuri, lakini ninaupenda. Wale walaji wa kitimoto wanajua. Ukila kitimoto unakula ngozi yote, si ndio? Lakini ukila ng'ombe ngozi itafanya nini? Leo tuache ngozi ili mtu akija akute alama. Kama wamisionari walikuja waliweka alama hapa, naomba sisi tuweke alama mahali hapa kwa ajili ya kanisa letu. Na sasa nimeanza kuelewa maono ya mchungaji Onyesha. Baba, hebu naomba usimame. Mchungaji Onyesha ni zao la hapa. Ni mchungaji mzalendo kweli kweli huyu mchungaji. Kama kuna mchungaji mzalendo wa hapa, mchungaji Onyesha mchungaji namba 1. Na mimi ninamshukuru sana huyu mzee kwa moyo wake wa upendo. Naomba nikushike mkono kwa niaba ya wachungaji wote. Hapa walipita wengi sana. Amepita marehemu mchungaji Kibwana, amepita baba yetu mzee Bundi, wametoka mahali hapa. Lakini sasa tuna mchungaji Makala, tuna mchungaji Mfunami mdogo, tuna mchungaji Onyesha, tuna Lukanda pale, tuna Maulidi Mokola, tuna mchungaji Joyce Mokola. Hao watu wametoka mahali hapa. Hapa ndipo walipotoka. Kwa hiyo niombe hata ninyi mlioko mwapeni wito wakumbuke nyumbani. Sawa jamani? Bwana asifiwe. Amen. Sasa nilikuwa natafuta bati zilizoko hapa. Hapa tuna bati 64. Na kumbukeni siku nilipokabidhiwa hii fimbo, nimekabidhiwa mali zote za dayosisi hii. Kwa hiyo hili kanisa liko mikononi mwangu na mimi ndio mwenye mali. Sasa kama mali hii ni ya kwangu na ninyi waumini wote tumekabidhiwa tuwachunge na kuwalisha, basi naomba msiwaache kuifanya kazi hii. Sasa mimi naomba kwanza, we dini njoo hapa. Siku tutatoa milioni 1 kwa ajili ya jengo hili. Sawa jamani? Tutatoa milioni 1 kwa ajili ya jengo hili. Na hizo milioni 1 tunatamani sana zije zisaidie kazi nyingine ambazo kuna bahati za kununua, lakini kadri tutakavyoweza. Bwana asifiwe sana. Amen. Lakini pia Rozi uko hapa. Rozi. Kwa umoja. Haleluya. Haleluya. Mimi ndio Makunege mwenyewe. Okay. Mimi nakushangaa kaona imekuwa. Mimi ndio Makunege. Wa kwanza. Wa kwanza. Yule amezaliwa miaka ya 51, huyo ule unaofahamu wewe. Lakini mimi ni wa kwanza. Tena una nguvu kwa kweli. Nikwambia hapo utashangaa. Yes. Mimi 1948. Lakini bado Mungu ananitia. Ndio tulianza kusoma hapa. Tulianzia chumba hiki. Lakini tulipofika darasa la 3 watu walikuwa wengi. Kwa hiyo tulikuwa tunasomea ukumbi pale, na darasa la 4 tulikuwa tunasomea pale. Lakini wa kwanza kabisa ambaye mzalamu mwenye roho nzuri, ni sikutegemea ana sura mbaya, lakini alikuwa na roho nzuri sana. Alikuwa anaitwa Mwalimu Shem Noah. Mwalimu Shem Noah aliyekuja miaka hiyo ya 60. Sasa huyu Mwalimu Shem Noah, huyu kwa kweli Mungu ambariki sana. Kwanza yeye alipoona kwamba anafundisha wanafunzi wenye umri wa miaka 18 mpaka 19, yeye mwenyewe alisema hata hawa ni lazima niwatafutie shule waende Mwika. Haleluya. Walikuwa 4.
yaani kwa mara ya kwanza kabisa hiyo miaka ya 60. Bwana asifiwe. Mnajua huyu ana historia nzuri. Sasa mimi niombe kitu kimoja, kwa sababu amekuja kutoa sadaka, ngoja atoe sadaka. Akimaliza sadaka nitampa muda ili atupe ushuhuda mzuri. Amen. Tuko pamoja hapo Karibu. Sasa mimi ninachangia shilingi 100,000 pamoja na familia yangu, naona watanisaidia. Amen. Amen. Useme neema. Neema ya Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Naomba niwakumbushe jambo moja, hatuna baba kwenye neema hiyo. Hebu tuseme hapa. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na hata milele. Amen. Hii ndizi nikajua. Mpendwa, sasa unatazama KKKT Dayosisi ya Morogoro. Usisahau kushare, kulike na kucomment. Mungu akubariki sana.